Pato la taifa GDP ni kiashirio kikuu kinachotumika kupima ukubwa na uwezo wa uchumi wa nchi. Linawakilisha jumla ya thamani ya fedha, ya bidhaa na huduma zote zinazozalishwa ndani ya taifa kwa muda fulani ambao kwa kawaida ni mwaka mmoja. Makala hii yanaangazia tathmini ya kina ya nchi 30 bora zaidi za kiuchumi barani Afrika kwa mwaka 2025 kulingana na makadirio ya hivi punde kutoka shirika la fedha duniani IMF yaliyotolewa mwezi Aprili mwaka huu wa 2025. Namba 1 ni Afrika ya Kusini. Kulingana na IMF, Afrika Kusini inakadiriwa kusalia kuwa nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika kwa mwaka 2025, huku pato lake la taifa likiongezeka hadi kufikia dola bilioni 410.34, likitarajiwa kudumisha uongozi wake barani Afrika angalau mpaka mwaka 2027 kulingana na ripoti ya Africa View Facts. Misri inashika nafasi ya pili. Ripoti hiyo inanukuu IMF ikisema kuwa licha ya Misri kuipiku Afrika Kusini kwa muda mfupi mwaka 2023, sasa imeshika nafasi ya pili ikiwa na dola bilioni 347.34 katika pato la taifa. Misri inachukuliwa kuwa nchi yenye nguvu kubwa za kiuchumi barani Afrika, hasa kutokana na pato lake kubwa la taifa. Pato la taifa la Misri ni miongoni mwa mapato ya juu zaidi barani Afrika, yakiendeshwa na sekta kama vile kilimo, utalii, mawasiliano ya simu, mauzo ya mafuta ya petroli na gesi asilia. Kulingana na ISS Africa Futures, miundombinu yake ya kusafisha mafuta pia ni ya kiwango cha kimataifa, inasindika tani milioni 38 kila mwaka. Misri pia inanufaika kutokana na eneo la kimkakati kando ya mfereji wa Suez ambao huwezesha biashara na uwekezaji. Algeria na Nigeria zimetinga nne bora zikiwa na dola za Kimarekani bilioni 268.89 na bilioni 188.27 mtawalia. IMF inatarajia kuwa Afrika Kusini, Misri, Algeria na Nigeria zitaendelea kutawala hali ya kiuchumi Afrika angalau hadi mwaka 2030, ikiwa na akiba yake kubwa ya mafuta na gesi, uwezo mkubwa katika sekta ya kilimo na utengenezaji wa pamoja na sekta za huduma, na idadi ya watu inayoongezeka kwa kasi. Nigeria ina uwezo wa kuibuka kama nchi yenye nguvu ya kiuchumi ulimwenguni kote. Taifa la Kenya. Jambo la kushangaza ni kwamba Kenya imeipiku Ethiopia kuwa nchi yenye uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki, ikiwa na makadirio ya pato la taifa la dola bilioni 131.67 ikilinganishwa na pato la Ethiopia la dola bilioni 117.46. Nguvu ya kiuchumi ya Kenya barani Afrika inatokana na mazingira yake tulivu ya kisiasa, uchumi mseto, eneo la kimkakati na sekta ya fedha iliyochangamka. Mambo haya yamevutia uwekezaji mkubwa na kufanya kuwa kitovu cha kikanda cha fedha, uchukuzi na biashara. Taifa la Ghana, wakati nchi kama Afrika Kusini na Misri zikiendelea kuongoza, mataifa kama Kenya na Ghana pamoja na Tanzania yanapiga hatua kubwa kuashiria mabadiliko makubwa katika ukuaji wa kiuchumi wa bara hilo. Ghana inachukuliwa kuwa nchi yenye nguvu kiuchumi barani Afrika kutokana na mchanganyiko wa mambo, ikiwa ni pamoja na demokrasia yake thabiti, maliasili na uchumi imara. Nguvu yake ni pamoja na akiba kubwa ya dhahabu, uzalishaji wa kokoa na kuibuka kwa uzalishaji wa mafuta pamoja na gesi. Zaidi ya hayo, eneo la kimkakati la Ghana na mazingira mazuri ya biashara huvutia wawekezaji wa kigeni. Lakini pia katika orodha hii lipo taifa la Tanzania. Tanzania inachukuliwa kuwa nchi yenye nguvu za kiuchumi barani Afrika kutokana na uchumi wake mseto, eneo lake la kimkakati na mazingira tulivu ya kisiasa ambayo huvutia uwekezaji kutoka nje na kuchochea ukuaji wa uchumi. Uchumi wake mseto ni pamoja na kilimo, miundombinu, madini na sekta ya teknolojia inayokuwa. Zaidi ya hayo, nafasi ya Tanzania katika pwani ya Afrika Mashariki na demokrasia yake thabiti inachangia kuvutia wawekezaji kwenda kuwekeza. Bwana, hii ni Mbayu TV, ni kusihi kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Na pia pale Instagram tunapatikana kwa jina la Mbayu TV, utufuate huko kwa ajili ya kushare vitu vingi zaidi. Langu jina ni David Edward.